Rais wa TLS Boniface Mwabukusi ameibuka na kuzungumza ikiwa ni siku chache tangu alipozungumza na kutoa kauli kuwataka viongozi wa serikali kutotoa maneno ambayo yanaweza kuibua chuki, na kama hawana maneno ya kuzungumza basi wakae kimya kuliko kuzungumza maneno ambayo yanaweza kuibua sintofahamu miongoni mwa Watanzania kufuatia matukio yaliyoibuka takriban miezi minne iliyopita katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Sambamba na kauli ya Boniface Mwabukusi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi alizungumza pia katika siku ya maadhimisho ya siku ya sheria nchini ambapo kitaifa ilifanyika huko jijini Dodoma, ambapo Dr. Emmanuel Nchimbi alisema kwamba anawataka wanasiasa, wanaharakati pamoja na makundi mengine kuacha kuzungumzia matukio yaliyopita, hasa katika matukio ya Oktoba 29, 2025 katika uchaguzi mkuu, kwa maana matukio hayo yanaumiza kwa kiasi kikubwa. Kufuatia kauli hiyo iliyotolewa na makamu wa rais, baadhi ya wanaharakati, wanasiasa waliibuka na kupinga wazi kwamba ni vigumu sana kuweza kuacha kuzungumzia dhidi ya matukio hayo. Viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliibuka na kuzungumza pamoja na wanaharakati mbalimbali wakipinga kauli hiyo ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi. Rais wa TLS Boniface Mwabukusi ameposti picha ya kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mdude Nyagali aliyedaiwa kutekwa miezi kadhaa iliyopita. Kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X, Boniface Mwabukusi amesema kwamba hivyo unawezaje kumwambia rafiki yako anayekuheshimu aliyepotelewa na ndugu asau yote aliyopita mwanze upya, hata shetani na uovu wake atasikitika. Tamko stahiki liambatane na matendo sahihi, na msingi wa yote ni haki, ukweli, uwazi na uwajibikaji. Tunamtaka Mdude Mpaluka Nyagali na wengine wote waliotekwa. Aliandika hivyo Boniface Mwabukusi kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X.